Kardinali aliyehukumiwa kwa ubadhirifu wa fedha ajiondoa katika uchaguzi wa papa mpya. Ndugu mtazamaji wa The Green Voice TV, usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari nyingi. Angelos ambaye aliwahi kuwa miongoni mwa viongozi wenye ushawishi mkubwa ndani ya Vatican amesema hatashiriki katika mkutano wa siri wa kumchagua papa mpya baada ya kuhukumiwa kwa makosa ya kifedha. Mnamo mwaka 2020 Papa Francis aliamuru kardinali kujiuzuru hadhi na haki zote za ukardinali kufuatia kuhusishwa kwake na sakata la kifedha ndani ya Vatican. Baada ya kifo cha papa wiki iliyopita, Kardinali Bessiu alikata rufaa akitaka kurejeshwa haki yake kushiriki katika mkutano huo muhimu. Hata hivyo, tarehe 29 mwezi Aprili ametoa taarifa rasmi akitangaza kujiondoa. Nimeamua kutii kama ambavyo nimekuwa nikifanya daima mapenzi ya Papa Francis ya kutoniruhusu kushiriki katika mkutano wa siri, huku nikiendelea kushiriki kuwa mimi si mwenye hatia, alisema kardinali. Kwa mujibu wa taarifa ya Vatican iliyotolewa Jumatatu, makardinali wamepanga kuanza mkutano huo wa siri tarehe 7 Mei kwa ajili ya kuchagua kiongozi mpya wa kanisa la Katoliki linalowakilisha waumini takribani bilioni 1.4 duniani kote. Uamuzi wa Bessiu kujiondoa umetolewa siku 7 baada ya kuiambia gazeti moja la Sindia kuwa hakukuwa na tamko la wazi la kuniondoa katika mkutano huo wala agizo la maandishi linalonitaka nijiondoe rasmi. Bessiu alipatikana na hatia ya ubadhirifu na ulaghai mwaka wa 2023 na akahukumiwa kifungo cha miaka 5.5 jela. Yeye ndiye kardinali wa kwanza kuhukumiwa na mahakama ya jinai ya Vatican. Lakini kardinali ambaye amedumisha kutokuwa na hati kila wakati alikataa rufaa ambao bado inazingatiwa, lakini rufaa yake bado inazingatiwa. Anaruhusiwa kuendelea kuishi katika gorofa ya Vatican wakati mchakato huo ukiendelea. Ndugu mtazamaji wa The Green Voice TV, hii ni The Green Voice TV. Uwe wa kwanza kupata hizi habari, ni lazima ufanye jambo moja: kusubscribe YouTube channel yetu.